Baada ya mada ya jana tulitanguliza, watu wengi walitamani muendelezo wa hii mada, na inshallah tutaendelea kama kawaida. Tutatoa vipande vifupi kwa ajili ya kujenga jamii. Naamini inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia salama. Jana tulizungumza kupotea kwa upendo wa kweli, tukataja baadhi ya dalili, lakini pia leo tutaingia katika sehemu ya pili, kufifia kwa nafsi na malezi, tarbia. Nyoyo zetu zimekuwa ngumu kwa sababu ya wingi wa maovu tunayoyatenda kila siku bila kutubu. Na Mwenyezi Mungu akatuambia katika juzuu amma suratul Mutaffifin, Allah anasema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sivyo hivyo bali wametenda juu ya nyoyo zao uchafu wa dhambi yale waliokuwa wakiyachuma. Mfano wetu wa leo, tuangalie hata jamii yetu ya leo, namna tunavyowalea watoto wetu. Watoto wengi leo wanalelewa na simu au TV. Baada ya wazazi ndo kuwalea watoto, matokeo yake kijana anaona ni jambo la kawaida kabisa kutukana watu wazima mitandaoni, kutukana viongozi, mpaka rais wakati mwingine anatukanwa, au mtu anaona picha za aibu mitandaoni kwa sababu ya moyo wake tayari umeshaathirika na uisi tena uchungu wa dhambi. Leo tunaona katika sehemu mbalimbali watu wa kuheshimika kabisa, lakini heshima hawana. Kwa sababu gani? Watu wamelelewa katika mitandao. Mtu amelala tu chumbani kwake, amekaa ukumbini, amekaa sehemu gani katika sitting room, anatuma meseji, shekhi anazungumza mawaidha, anamkosoa, anamtukana, wakati huo yeye hana elimu yoyote. Imam Ghazali anasema kuwa moyo ni kama kioo. Dhambi na kupenda anasa hufanya moyo uwe na kutu mpaka ushinde kuona ukweli, kuona haki, kwa sababu moyo ni kama kioo. Lakini leo hali yetu ya sasa, malezi yamehamia kwenye teknolojia. Watu wamekosa muda kabisa wa kukaa na watoto wao na kuwafundisha adabu, kuwafundisha maadili, tarbia. Badala yake mitandao ya kijamii ndiyo inayofundisha tabia ambayo mara nyingi inapandikiza chuki, inapandikiza ubinafsi badala ya upendo. Mtoto unamlea katika mazingira mazuri, badala ya kushikashika simu akaangalia vitu vyake, akajifundisha mwenyewe. Mzazi kaa naye mtoto chini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumfundisha. Jambo la tatu, kupotea kwa unyenyekevu na kuongezeka kwa kibri. Katika Qur'ani Allah anatuonya kuhusu watu waliopotea kwa sababu ya kufuata matamanio yao. Hii ni sura Jathia. Mwenyezi Mungu anasema afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Aya inasema, je, umemuona yule aliyefanya matamanio yake kuwa Mungu wake? Mjadala wanawasomi wa kisasa, wanachuoni wetu wa kisasa wanaoji kuwa kujisi wewe ndiye muhimu kuliko watu wote imekuwa dini mpya, na kila mtu anaona haya. Yani kujiona yeye ndio yeye. Mtu unamsalimia hataki, wenyewe anaita kujibrand. Yani mtu kusalimia hataki ni kujibrand. Aliyakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kupendana, afshu salam bainakum, tola nini salam baina yenu. Tena sahaba anasema maraani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wabetasama fi wajhi, jai kuniona Mtume wa Allah isipokuwa alikuwa anatabasamu. Kutabasamu sio kujipendekeza, ndio utu na ubinadamu. Leo mtu anajibrand, hataki kusalimia, hataki mashehe, shekhe anaingia ampe heshima yake, mpaka wazazi wake leo mtu hawaheshimu. Yani mtu anaangalia yeye ndio dini mpya. Mtu angalii tena maslahi ya jirani, maslahi ya yatima, bali anaangalia mimi nitafaidika nini katika jambo hilo. Mtu amekwama, anamwangalia tu ndugu yake anapotea. Juzi hapa tumeona watoto wawili wamepata ajali. Baada ya watu kwenda kuwasaidia, wamepata ajali, wameanguka ile. Wanasema bena. Wanazungumza maneno ya mitandaoni tu. Hawaendi kusaidiwa mpaka wameamka wenyewe, wamekokota pikipiki yao, wameondoka. Hakuna mtu anajali, wamewazunguka wanaimba vitu vya mitandaoni. Ndio dunia ilipofikia leo. Wewe umekatazwa. Subhanallah, maneno mbalimbali watu wanaongea. Kupotea kwa unyenyekevu na kuongezeka kwa ubinafsi. Mfano leo katika biashara mtu anaweza kumuuzia mwenzake bidhaa mbovu au iliyoisha muda wake, expired, ili apate faida yake tu, ajali kuwa huyo ndugu yake atapata hasara au atadhurika kiafya, ili mradi yeye mfuko wake tu uwe umejaa. Hii inaua upendo na huruma, rahma katika jamii. Upendo wa kweli umepotea. Watu wanapendana tu pale wanapofaidika. Katika hadithi sharifi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, an Anas radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma tuhibbu li nafsi. Mtume tayari alishasema zamani. Mtume wa Allah anasema, amini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipenda katika nafsi yake. Athari ya utandawazi tunamalizia. Athari ya utandawazi,
upotoshaji wa maadili, hekima za kale za Kiafrika hata za Mashariki zilizosisitiza kuwa mtu ni watu. Lakini mfumo wa sasa wa kimaisha unahimiza ushindani wa kikatili badala ya ushirikiano. Na saa zangu ndugu zangu katika imani, tukiwa tunamaliza, dunia imeharibika kwa sababu tumebadilisha maana ya mafanikio. Zamani mtu alionekana amefanikiwa akiwa na tabia njema, akhlaq. Leo mtu aliyofanikiwa ni mwenye pesa, hata kama amezipata kwa njia ya haramu au kuumiza wengine. Hitimisho na nasaha: ili kurudisha nuru ya Mungu na upendo katika jamii, ni lazima turudi kwenye misingi ifuatayo. Kwanza, kurudisha hofu ya Mwenyezi Mungu, takwa, kukumbuka kuwa kila neno na vitendo vinahesabiwa mbele ya Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanzur nafsu ma qaddamat lighad. Enyi mlioamini Mwenyezi Mungu, muogopeni Allah na nafsi ichunguze imefanya nini kwa ajili ya kesho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia, atoamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kila anachokipenda katika nafsi yake. Malezi ya nyumbani, turudi kwenye misingi ya kufundisha watoto wetu haya, aibu na kuheshimu viongozi, kuheshimu watu wakubwa, viongozi wa serikali, viongozi wa dini. Dunia haitabadilika kwa miujiza, bali itabadilika ikiwa kila mmoja wetu ataamua kurekebisha moyo wake na nyumba yake. Allah subhanahu wa ta'ala asitunyang'anye nuru ya imani katika zama hizi za fitna. Alkamalulillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.